Na tathiru jiddul maita kutoharisha ngozi ya maiti. Tulisoma kule nyuma kwamba mnyama akishakufa anakuwa najisi, iwe ng'ombe, iwe kondoo, iwe yoyote katika wale wanaoliwa, akishafariki basi anakuwa najisi. Lakini tulisoma kwamba ngozi yake yaweza ikatumika, inatoharishwa. Sasa kutoharisha kwake inakuwaje? Ndio anasema tathiru jiddul maita, kutoharisha ngozi ya maiti, sio ya binadamu maana binadamu pia watu walikuwa wanawachuna ngozi, sio wanapeleka wapi. Haya, anasema yatuhuru jiddul maita, inatoharika ngozi ya maiti dhahiran wa batina, nje na ndani. Dhahiran wa batina, nje na ndani inatoharika bidibaghi, kwa kudabiriwa. Inasafika bidibaghi, kwa kudabiriwa. Kudabiriwa maana yake tuseme kusafishwa. Na dibaghi ya ngozi inakuwa inarowekwa kwenye maji na dawa fulani. Katika zama za Mtume sallallahu kulikuwa na tunda fulani wanaita al-qarad. Kwa ile ngozi inarowekwa mle na zile tunda kwa siku fulani, vinyamanyama vyote vile vinatoka, inakuwa tayari ishafanyaje, ishasafika. Sasa hivi ziko dawa zinauzwa, kwa hiyo inarowekwa na dawa fulani za kusafishia ngozi, maana yake ndio kudibaghiwa huko. Haisafishi kwa sabuni, unakangoja na kosha ngozi isafike kwa sabuni na kudabiriwa kwa ngozi maana yake ni kurowekwa na dawa za kurowekea zipo zinauzwa. Ikishafanywa vile ndio tayari shadabiriwa, inaitwa hiyo ishatoharika, inafaa kutumika. Si kwa kula jamani, inatumika kwa matumizi, sio ya kula. Kula inakuwa haifai, ile ya yule ambaye alikufa ambaye alichinjwa, hiyo ukitaka kula waweza kula, shehe kula, siko supu ya mangozi au vipi? Sio kasema jamaa shehe kesha tuharibia dili yetu. Tupo ikiwa ngozi yenyewe ilitolewa kwa yule ambaye alishakufa, hiyo haifai kuliwa, ila yafaa kudabiriwa na kutumiwa matumizi mengine. Kwa mfano kutengenezea viti, kutengenezea ukanda, viatu na matumizi mengine. Mimi nilikuwa siyajui, nyinyi mwayajua mengine. Inasafishwa kwa kudabiriwa, ile inakuwa yafaa kutumika kwa matumizi mengine. Kwa nasema tathiru jildi maita, kutoharika kwa ngozi ya maiti, yani ya mnyama huyo. Tuthiru au yatuhuru jildul maita, inatoharika ngozi ya maiti dhahiran wa batina, nje na ndani, bidibaghi, kwa kudabiriwa, yani kwa kusafishwa. Kwa ushahidi gani? Li hadithi ibn Abbas radhiallahu anhuma, kwa hadithi ya Abdullah bin Abbas Allah aridhie na baba yake, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, akamtume rehema na amani juu yake, kala, amesema, idha dubigha al-ihabu, ikidabiriwa, ikisafishwa ngozi ya maiti, fakat tahura, ya hakika ishatoharika. Idha dubigha al-ihabu, ikisafishwa ngozi, fakat tahura, imeshatoharika. Hadithi rawahu shaykhan, imepokewa na mashekhe wawili, yani Bukhari na Muslim. Ila tuelewe, si ngozi ya mbwa, si ngozi ya nguruwe, hizo hazisafiki maana tuliwe kusema hapa darasa moja, nakumbuka sio kama iliyopita, kwamba usafishaji kitu kuna vitu vya toharika, kuna vitu havitohariki. Vinavyotoharika ni vile ambapo najsi ni taria. Najsi ni taria, ni kitu ambacho kilijitokeza, hicho ndiyo husafika. Kwa mfano hii chupa haina najsi, sasa ikatokezea ikaingia, kwa maana najsi imekuwa ni taria, ni kitu ambacho kilijitokeza, asili haikuwa nini, hiyo ndio itafanyaje, itatoharika. Mtu hakuwa najsi, amepata najsi, hiyo ndio itafanyaje, itatoharika. Ile ardhi haikuwa najsi, lakini ilikuja kuingia najsi baadaye, ni taria. Hivyo ndio vitu vinafanyaje, vinatoharika. Wala yutahharu najsin asli, lakini najisi ya asili haitohariki. Ndio kwa mfano kama hivyo mbwa akishajulikana najisi yetu, ukamtoharisha, ukamkoshe hata mito 7, hatohariki kwa sababu asili yake ile najisi sio taria. Yeye mwenyewe asili yake ni nini? Ni najisi, hatohariki. Sio kasema sasa shekhe yule mbwa si najisi, basi sikoza tukamla yule, tusitumsafishe tu. Hasafishiki, kwa sababu najisi yake, ule unajisi ndio asili yake. Tupo sasa na hii ngozi
tumesema si ya mbwa, kwa sababu ya mbwa tayari asili yake ni nini? Ni najisi, haiwezi kutoharika. Lakini ya ng'ombe, ng'ombe asili yake hakuwa najisi. Unajisi ulikuja baada ya kufa. Kwa najisi imekuja ni tari, ilikuja ikazuka baadaye. Hii yatoharika, ngozi ukenda ukisafisha itasafishika. Lakini pia si kwa kula, tusije tukufahamiane vizuri. Naam, tathhirul mir'at, kusafisha kioo. Almir'at inavutwa alifu, mir'at. Usije kasoma mar'a, mar'a atakuwa mwanamke. Ni mir'ati, kioo, kusafisha kioo. Wa nahwiha, na mfano wa kioo, vitu vile vyote ambavyo vinafanana na kioo. Inatoharishwaje? Anasema tathhirul mar'ati, husafishwa kioo, wa sikin, na kama kisu. Kisu nacho kiko kama muundo wa kioo nacho, yani vitu vile vyenye kuteleza teleza kama vya mafuta hata hii inafanana na kioo. Tupo pamoja jamani? Kwa hiyo kutoharisha kioo au kama vile kisu, saifi, upanga, wa dhufur, ukucha, unafanana vitu kama hivyo. Wal azmi, mfupa, wa zujaji, chupa kama hivyo. Wal aniyati madhuna, na vyombo vilivyokuwa madhuna vyenye mafuta ndio kama hivi. Aniyatu madhuna, vyombo vyenye mafuta kitu shaelewana, vile vyenye kuteleza teleza. Taizi kwa mfano ni madhuna na teleza. Jamaa tuko pamoja? Aniyatu madhuna. Wa kullu saqilin, na kila chenye utelezi. Saqili ni kinyume cha kwerezi. Sijui nitafahamika. Ile taizi ile ukifanya hivi inafanyaje? Ndio tuita saqili Kiarabu. Kisu usio kule kwenye makali Kisu kwa mfano, hata hii simu hapa ukifanya hivi ni saqili. Hakuna kwerezi Tuelewana? Ndio Waarabu, kitu chochote kilichokuwa kiko kama hivi kinaitwa saqili. Hii chupa hapa ni saqili kwa sababu hakuna nini? Kwerezi. Ndio wamesema taizi, panga, kioo chenyewe na chochote kilichokuwa ni saqili. Sijui mtahitaje. Jamani saidieni, Kiswahili tuhitaje? Si mshafahamu maana ya saqili? Kiswahili tunasemaje? Na kilichokuwa kiko rafu Haya. Sasa Kiarabu kitu kama hicho ndio rafu kinaitwa saqil, na kinyume chake wanaita khashn. Khashn maana ni kitu chenye kwerezi. Sawa Kuna vingine vina kwerezi. Sijui tutoe mfano wa nini? Ili zulia ina kwerezi hivi. Tayari Sijui wewe utahitaji utaita kwerezi kama mimi, wewe utamuito mwingine sijui unahitaji. Sasa tunazungumzia, anasema kutoharisha kioo na mfano wa kioo kama vile kisu, panga na aniyatun madhuna, vyombo vyote ambavyo kwa kama vile kwa vimepakwa mafuta vile utelezi ndio mnaita rafu. Sijui tuko pamoja? Akulu saqili vyote hivyo ambavyo la masama lahu, halina kwerezi. La masama la, chombo ambacho hakina masamu. Masamu hufasirika kwerezi au tundu. La masama la, kile ambacho hakina kwerezi au hakina tundu. Kwa mfano mwili una masamu, kuna tundu humu. Hii hapa ni masamu. Simu yako chukua utazame huko kwenye batani huku, kuna masamu huko huko sio saqili. Sasa kulikokuwa kuna masamu, kikiwa kitu kina masamu, yani kuna kwerezi au kina tundu, hicho sicho kizungumzacho hapa. Kile kitu ambacho la masama la, mwili una masamu, na ndio maana una tundu na kuna nywele zile za malaika yapitisha. Sasa si kile kitu ambacho chapitisha, lakini kioo hakina masamu. Hata ukiweka maji hakuna tundu ya kupitisha. Tunaelewana? Kisu hakina masamu, hata ukiweka maji pale kwenye kisu hayapiti ndani, hakuna tundu ya kupita ndani, yabakia pale juu. Hiyo taizi vile haina masamu kwa sababu haina kwerezi
ya kuweza kuzuia najisi. Najisi inakaa juu juu tu, ukifuta tu hivi imefanyaje? Kimeondoka. Kwa ufupi, masam ni kinyume cha hiyo sakil. Tumesema sakil ni kile ambacho tumeambiwa kile kichukua kiko rafu. Sasa kile ambacho hakiko rafu ndio tunaita hicho nini? Hicho kina masam. Sijui nafahamika. Kwa anasema wa kullu sakili, na kila kile kilichokuwa kiko rafu, la masama lahu, hakina matundu au makwerezi bil mashi, ukipangusa. Ule kupangusa hukuti kwerezi ukipangusa cha pangusika chopo. Lakini hapa tapakiingia hapa, ukipangusa hapa kuna masami inabakisha. Kile ambacho la masama lahu bil mashi, ambacho hakina kwerezi, unapofuta hivi ukapangusa hukuti kwerezi, wakuta mtelezo tu. Basi vitu kama hivyo, alladhi, ambacho yazulu, kile kitu ambacho huwa chaondoka bihi, kwenye kitu hicho, atharu najasa, athari ya najisi yaondoka kwa kule kufuta, basi hiyo ndio inaitwa sakil. Kitu kama hicho kinafutwa kinasafishwa vipi? Anasema wakatkana sahaba, walikuwa masahaba radhiallahu anhum, yusalluna, wakisali, wa hum hamilu suyufahum, na huku wakiwa wamebeba panga zao, wakad asaba haddamu, na mapanga yalipata damu. Pengine alikuwa vitani, keshaulia sana, lina damu, au pengine alichinjia mnyama, kisu kile au panga tayari linaingia nini? Damu. Nafahamika. Wanasali na mapanga yao, wakad asaba haddamu, na hali yaliingia damu, fakanu, basi walikuwa wao, yumasihunaha, wanayapangusa tu. Kwa hiyo kutaharisha kwake vitu kama ni kuva hivi, pangusa, panga, kisu, kioo, na kila kilichokuwa kiko sampuli hiyo imeingia ndasi, hakitoharishi kwa kukosha kwa maji. Jamani, ni kufuta tu. Tafuta kisu chako kule, kifute kama ntambara, kama kikishafutika basi kishasafika. Masahaba ilikuwa mapanga ya kishakatia vitu vya damu, vina damu, anataka kuswali, anakwenda alifuta panga lake, tia nini, anapiga swala, habari hana, maana yake ndio lishatoharika hilo. Fakanu yumasihunaha, walikuwa wanayafuta tu. Wayashtaziuna, na wakiona ishajuzu, ishafaa. Wayashtaziuna, wakitoshelezeka bidhalika, na kufanya hivyo tayari. Na tathiru nal, kutoharisha kiatu. Sasa naali, kiatu fahla'na alayk innaka bilwadi almuqaddas tuwa. Kiatu hapa kutakuja swali, lakini sasa kwani kiatu tukitoharisha kwa kazi gani? Tutakuja kuona huko mbele. Sisi tunajua hofu tu huswaliwa hivyo vile, wakati wengine yafaa, ila usikuswaliwa mmoja tutakupiga, hata kama ni msikiti wa sunna tutakutia ngumi ya kweli, maana itakuwa unkosa utaratibu. Kuna hukumu ya kuswali na hofu. Sisi tunajua hofu tu, sio hofu tu, hata nali yafaa. Tutaona inshallah tukifika milangoni. Ni kiatu ambacho ni cha kuvisha, sio ndara, lakini unaweza kuswali nayo, lakini kwa mazingira maalum tutakuja kuonyeshana inshallah, maana wengine hawapati jambo. Wakishapata jambo, kesho kutwa unakuja kuwakuta humu ndani, alafu wakutafuta kusudi, si ulitusomesha mwenyewe? Mimi nakataa, sija kusomesha. Kwa sababu sio mazingira kama haya jamani. Hayo mazingira ya kupigana hivyo hofu na hizo buti ni mazingira kama yale yaliyokuwa na zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama tulivyosema, msikiti wa Mtume ulikuwa hauna zulia, hauna carpet, hauna cement, ni mchanga mtupu. Sasa watu wana taizi zao na vazulia, kama hizo kaingia na buti mwasikupiga, na watakuwa wako haki. Alafu ukija ukijitia manati sana, unakuja kupata tabu, alafu unasingizia mshapata sunna ya kupigwa kama Mtume. Wewe umpigwa kwa ujinga. Kwani Mtume si alipigwa? Mtume hakupigwa, lakini kwa ujinga kama huo. Wewe utasema si shapata sunna Mtume alipigwa. Wewe umpigwa kwa ujinga utakuwa. Naam, tathiru nal, kutoharisha kiatu. Kiatu cha toharishwa vipi? Asema yutharu nalu, hutoharishwa kiatu, almutanajjis, kiatu kilichonajisika, wal khufu, na khofu,
bidulki, kwa kusuguliwa. Bidulki, kwa kusuguliwa, tena na chini tu hivi, kama vile ulioingia kepu. Kepu wamjua, ushaikukaa shamba wewe, mimi nishaikuwa na mikepu mengi sana. Mtaona huyu jamaa vipi? Saidna Umar radhiallahu anhu siku nyingine alikuwa na hutubu, halafu hutuba aacha, mada yake aacha, aanza kujitukana mwenyewe. Sema we nini wewe? Ushakula mizoga sana wewe Omari wewe. Watu washangaa huyu vipi hutuba, alafu anaanza kujipiga mwenyewe. Ushakula mizoga sana wewe. Wewe ushaua sana wewe watoto bwana. Kwa sababu saa nyingine akiuza vipi asema saa nyingine huwa inakuja kama kiburi fulani, mimi amirul mu'minina, mimi inakuja si amirul mu'minina. Sasa sama usijilete mimi ndo nakupiga ili usijione kwamba ndio bora. Wewe ushakula mizoga. Si unashuka mwenyewe unajishusha. Sasa mimi nikisema nilikuwa na makepu usione kwamba ni kweli, sijasema uongo, nilikuwa nao. Hata ukiniangalia miguu yangu utajua kama kweli alikuwa nao. Sasa kama vile shehe ukiwa na kepu shehe, si unajikuna tu hivi. Basi unasugua tu chini hivi kiatu chako shehe ndio kusafisha kwenyewe. Si kwa kuchukua maji na sabuni. Bidalk kinasafishwa kwa kusugua hivi. Wala huvui hiyo kwenye buti chini yako, tunasugua na ardhi hivi. Alafu unaangalia kitu tayari. Lakini kiwe hakina ile manini ndio hiyo masama. Kuna vingine vina masama, kina manjumu kama tairi ya trekta. Kwa hizo naisi zinaganda mle, hiyo itakuwa mtihani. Yakisafishiki itabidi hicho unakisafisha na kukigonga mradi uhakisha zimetoka. Hii kusugua ni kile ambacho ukisugua kinafanya kinatoka, maana hakina zile masama, yani kashata sio ndo nini, sio inaita njumu sijui. Kwa nasema yutaharu nahlu, kinatoharishwa kiatu, almutanajisu, kilichonajisika, wal khufu, na khofu, bidalki bil ardi, kwa kukisugua na ardhi. Idha dhahaba atharu najasa, lakini pale ikiwa itaondoka ile athari ya najisi, ikiwa itaondoka kwa kule kusugua na ardhi, basi hiyo tu ishatosha. Kwa ushahidi ile hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu, kwa hadithi Abu Huraira Allah amridhia, sema anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hakika mtume rehema na amani yake amesema, idha wata ahadukum, atapokanyaga mmoja wenu, bina alaihi, kwa kiatu chake, adha, najsi au uchafu, fa inna turaba, hakika ya mchanga, lahu tuhur, wake yeye ndiyo tohara yake. Idha watia, atapokanyaga ahadukum, mmoja wenu, bina alaihi, kwenye kiatu chake, adha, akakanyaga uchafu, fa inna turaba, hakika ya udongo au mchanga, lahu tahur, kwake yeye ndiyo tohara hiyo ya kutoharishia, maana kutoharisha kwa mchanga ukausugua. Rawahu Abu Daudi, hadithi kwa Abu Daudi. Wa fi riwayatin, katika mapokezi mengine imekuja hivi, idha wati al adha, atapokanyaga mtu uchafu, bi khuffai, kwenye khofu yake, fatuhuruhuma, tohara ya khofu mbili hizo, aturabu, ni mchanga. Wa an Abi Saidi, na kutoka kwa Abu Saidi, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, kwamba mtume rehema na amani yake amesema, idha jaa ahadukumul masjida, atakapokuja mmoja wenu msikitini, faliyuqallibna alaihi, ageuze kiatu chake. Kwa maana ugeuze hivi, uangalie hapa, mimi nimejipinga na meza, ugeuze mguu wako, si ndio huu, ugeuze hivi uangalie vipi, hakuna vitu. Tuko pamoja Faliyuqallibna alaihi, ageuze kiatu chake huku chini, aangalie. Faliyandhur, atizame, fihima, kuvitizama viatu vyake hivyo. Fa idha raa, akiona khabthan, kuna najs au uchafu, faliyamsahuhu bil ardi, au panguse kwa ardhi, sugua. Thumma liyusalli fihima, kisha na asalie viatu vyake. Narudia tena, usijiswalia huko. Utakuwa hukupatia atakapokuja mmoja wenu msikitini. Msikiti gani ulikuwa? Wa mtume au na simenti Sasa na wetu ukiwa kama huo, basi wenjo zako tu. Lakini mathalan uko kwenye mazingira yaliyokuwa kama yale, tena shekhe, unatakikana bwana usije ukaondoka duniani ila sunna zote umezifanyia kazi. Ni aibu wewe unajisema mie ni ahlus sunna wal jamaa au mie ansari sunna, si ndio? Halafu kuna sunna za mtume mpaka wafa hujazifanya bado siku moja. Kwa mfano sunna kama ya kuswali na nini na kiatu, wewe fike kufa hujawahi kuswali na kiatu wakati mazingira yashatokezea mengi tu. Kwani hujatokezea ukaswali mazingira mengine ukiacha haya ya kusoma msikitini?
Tena shekhe, saa nyingine tupata mazingira huko mjini huko. Nyewe mwafanya kazi mjini huko. Uko mjini kwa faa, saa nyingine shekhe, Ijumaa saa nyingine unakwenda kuswali Ijumaa, unakuta msikiti ushajaa, wapata kuswali huko, tena hata mkeka wa kusalia huna, unakuweko chini, si ndio? Tena na kiatu chako ukivua ukiweka jamaa wanabeba. Au vipi? Basi shekhe, si upate sunna tu, utakuwa mpata sunna na usalama wa viatu vyako. Mawili pamoja utapata. Lakini njoo ukae utazame hao jamaa watakuwa pembeni wako, swala zao zitaharibika wao. Maana watakushuhudia wasema jamaa vipi? Chungaji nini? Atakuwa anakushangaa wewe tu. Wewe hata habari huna huko tu. Wao watakuona kama mchungaji fulani vile, wewe umeingia kanisani. Lakini kule hakuna uzulia, shehe, utaharibu uzulia na nani sasa? Ukikuta mazingira ndio shehe, upata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Usije ukaondoka hujaifanya sunna wakati mazingira ya kuifanya sunna hiyo yametokea kwako. Si vizuri ikawa hujafanya sunna Mtume wakati mazingira ya kufanya yalitokea. Waliusalli fihima, amri na asalie hofu zake hizo. Abu Ahmad, imepokewa na Ahmad wa Abu Daudi na Abu Daudi, wali annahu, na kwa sababu hiyo hofu au kiatu kinasema ukisafishe kwa udongo, kwa mchanga, mahallu tikrari, ni sehemu ambayo inakariri sana mulakati hili najasa, kupata najisi ghaliban, mara nyingi. Wali annahu, nasema isafishwe kwa kusuguliwa na udongo kwa sababu mahallu tikrar, kile kiatu ni sehemu ambayo inakariri mulakatihi, kuingiwa kwake najasa na najisi ghaliban, mara nyingi. Yani kiatu kawaida si watembelewa kanyagia. Kwa kuwa ni kitu wakanyagie, na maana hichi mara nyingi ni kitu cha kukanyaga, itakanyaga. Sasa hii ikisemwa hukumu yake ukoshekoshe, ndio ile itakuwa ngumu. Ndio yote imetotakfifu. Naambiwa sugua chini, angalia kidogo biruza hivi hakuna kitu. Ipo, sugua chini na nini? Peleka. Kwa hiyo ndio maana faajiza masruhu, kwa sababu ya kwamba ni sehemu ambayo inapata sana, faajiza ndio maana ikajuzu au ikafaa masruhu, kuipangusa tu, biljamidi, kuipangusa kwa kitu kikavukavu, sio kwa maji, waipangusa kwa kitu kikavukavu, ndio kama huo udongo, mchanga, au mkuta sijui kama kuna majani, we sugua tu kwa kitu kilichokuwa jami. Kama hali istinjai, yani hii ni sawa na sehemu ya kustanji. Sehemu ya kustanji ni ile sehemu ya haja kubwa na ndogo Sasa sehemu ya haja kubwa na ndogo imejuzu kwamba ukiwa una maji unasafisha kwa kustanji, kwa kusugua na kitu kigumu jiwe, si ndio? Hizi sunna hizi najua kila mmoja ashapata hizi. Labda hujakaa shamba. Ushapata hizi. Unasugua ile sehemu kwa kutumia kitu kigumu, si ndio? Basi sema ni kama hiyo. Ni kama hiyo tu unafanya. Tena bado hii ya kiatu inakuwa ni zaidi, yafaa zaidi kuliko ile. Kwa sababu ile si mara nyingi eti wewe kwa siku enda chooni mara ngapi? Unzidi sheke 3. Ukifika 5 tena wewe waumwa ndio hospitali ukapate dawa, maana yake itakuwa mambo harisha. Lakini sana chooni utakwenda sasa mara 3. Kwa hiyo inakuwa si shida sana, na sheria imejuzisha kuustanji kwa kutumia vitu vigumu. Je, kiatu ambacho kila mara wakanyagia vitu? Kwa hiyo kiatu kilifaa zaidi kufanywa tafifu katika usafishaji kuliko sehemu ya nini, ya istinja, ya kustanji. Asema kama hali istinjai, ni kama ile sehemu unayostanji, bal huwa aula, bali kiatu ni aula zaidi kusafishwa kwa kufuta. Kwa nini? Kuliko mahali kustanji. Fa inna mahalla istinjai, kwa sababu ile sehemu ya kustanji yulakin najasa marrataini au 3, kawaida sana yapata najisi mara 2 au 3 tu. Kuna watu pengine aka wiki nzima aje na chooni, yaingiza tu. Huyu apata choo sana mara 2 3, kwa inakuwa si shida. Lakini pia hata kama hakuna shida, umejuziwa kufanyaje? Kustanji kwa kitu kigumu, kutumia jiwe au dongo au chochote kile kigumu. Basi kiatu kusafisha kwake kwa kitu kigumu ni aula zaidi. Inshallah, naona muda ushakuwa mwingi, tuwekeni hapo. Wallahu aalam. Kama kuna swali